Moja kati ya sababu za moja kwa moja za utasa ni mwanamke ambaye alifanyiwa operation na akakatwa mirija yote miwili. Sasa mirija yote miwili inaweza ikakatwa kwa sababu mbalimbali. Kuna wanawake ambao walikuwa na changamoto mirija imetunga usaha, mirija inaweza ikawa ilikuwa traumatized au ilichubuliwa au ilikatwa bila malengo wakati huyu mwanamke alikuwa anafanyiwa operation nyingine za kwenye mfumo wa nyonga. Lakini kuna wanawake wengine ambao walipata ectopic pregnancies, mimba ambazo zilitunga nje ya kizazi hasa kwenye mirija, na amepata zaidi ya moja. Kwa hivyo baada ya kwanza kutokea mrija ulikatwa, then ikatokea upande wa pili mrija wa pili pia ukakatwa. Hawa wanawake wanakuwa hawawezi kubeba ujauzito kutokana na kwamba sehemu ambapo mbegu na yai vinatakiwa kukutana zimekatwa. Kwenye mirija ya uzazi ndio moja kati ya sehemu ambapo huwa zinatumika kurutubisha mayai. Lakini hata ile mirija inapokuwa imekatwa inazuia yai kusafiri kutoka sehemu lilipotengenezwa mpaka kuja kufika kwenye mji wa mimba. Hata kijusi kikirutubishwa hakitaweza kufika ndani ya mji wa mimba. Kwa hiyo kukutana kwa yai na kukutana kwa mbegu kunakuwa hakuwezekani. Huyu mwanamke anakuwa hawezi kubeba ujauzito. Na kwa kuwa mirija imekatwa, kuiunganisha ile mirija huwa ni riski, tunaongeza makovu kwenye ile njia ya mirija ya uzazi, na hivyo tutatengeneza hatari ya huyu mwanamke kupata another ectopic pregnancy. Hivyo hawa wanawake huwa wanashauriwa waingie kwenye assisted reproductive technology, njia ambazo zinaweza kuwasaidia hawa wanawake kubeba ujauzito kwa kutumia njia za kitaalamu. Moja kati ya hizo njia ni in vitro fertilization ama IVF. Hii njia ni njia ambapo mbegu za mwanaume pamoja na yai la mwanamke vitakutanishwa maabara. Yai la mwanamke litavunwa baada ya mwanamke kupewa dawa ambazo zitamsaidia yeye kupevusha mayai. Mayai kadha yatakayopevushwa na huyu mwanamke yatavunwa, yatapelekwa maabara, na baada ya kupelekwa maabara yatarutubishwa kwa kuwekwa pamoja na mbegu za mwanaume. Ndani ya masaa 24 tutapata vijusi kadhaa. Kutoka hapo, kutokana na mahitaji ya mwanamke, vijusi wanaohitajika watarudishwa ndani ya mji wa mimba wa mwanamke na mwanamke atabeba ujauzito. Kama una hizi changamoto za uzazi, tuwasiliane tuweze kuona namna gani tutakusaidia. Vinginevyo, hii ni Afya Kiganjani, tiba mtandaoni na Dr. Budodi. Chao.